أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuko katika kuzungumzia sehemu ya malengo ya malezi ya Qur'ani, na katika sehemu hii tumefikia kuzungumzia malengo ya safu ya pili kuteremka. Tulinena kwa mujibu wa mtazamo wa Qur'ani na Uislamu kuna lengo kubwa lile tukaliita al-ghayatun nihaiya, na baada ya lengo hili kubwa kwa safu ya pili tukayaita ni yale ahdafun amma, ambayo tumesema yako sampuli 4. Ima ni malengo yanayozungumzia mahusiano ya mwanadamu na Mola wake, au ni malengo yanayozungumzia mahusiano ya mwanadamu na nafsi yake, au ni malengo yanayozungumzia mahusiano ya mwanadamu na wenzake, au ni malengo yanayozungumzia mahusiano ya mwanadamu na maumbile ya tabia kwa jumla. Na tukasema hizi ndio nafasi 4. Tukaanda yana ya upande wa kwanza wa mwanadamu na Mola wake. Kitu cha kwanza tulichokizungumzia, tulinena katika malengo haya ambayo tini yake kwa ingia malengo mengine sasa ni maarifatullah. Kitu cha kwanza, jamii ya Kiislamu na Waislamu katika mfumo wa malezi wahitaji kujengwa mahusiano yao na Mola wao Muumba, lakini hakuwezi kujengwa mahusiano kabla hakuja kuwa na nini? Na maarifa. Ma min harakatin illa watahtaju fiha ila maarifa. Maneno wasia wa Imam Ali kumuhusia Kumail, amwambia ya Kumail, haraka yoyote, chochote unachokifanya, kabla yake kwatakikana kuwe na nini? Na maarifa. Na ndio katika khutba ndio isoma jana iliyoko katika Nahjul Balagha akatuambia awwaluddini maarifatuhu, hatua ya kwanza ya dini ni kumuyua nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndipo tuliposimama yana.
Ashahid Mutahhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake fi rihabi nahjil balagha, katika baadhi ya sherehe amesherehe baadhi ya khutba, si yote, alipokuwa azungumzia maneno haya, awwaluddini ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih, alinena maneno yafuatayo ambayo mimi nimeona ni muhimu ni mnukuu tuyasikie pamoja. Anena, lau shabbahna ad-dina bibina, lau tutaifananisha dini na jengo, yani lau tutataka kuleta mfano wa kimada. Dini ni mafundisho, ni afkar, uzioni uzigusi, lakini lau tutataka kuweta taswira watu wafahamu maneno haya kwa uzuri, ni tuifananishe dini na jengo, nyumba mathala, yataallafu min judranin wa babin wa suqufin wa nawafidha wa qawaida yanhadhu alaiha albina. Jengo kawaida latengenezwa na nini? Kuta, milango, madirisha, sakafu na msingi unaobeba jengo lile. Akanena, kwa hivyo misingi ya fikra na itikadi na akhlaqi, yani jengo la dini laundwa na nini? Itikadi, ahkam yani sharia, fiqhi, akhlaq yani maadili. Haya yote msingi wake ni upi? Asema, fa inna qawaida jami'il afkari wal aqaidi wal akhlaqi ad-diniyya hiya ma'rifatullah. Msingi ni nani? Ni kumuyua Mwenyezi Mungu. Sasa billahi alaika, Shahid Mutahhari akwambia, ukitaka kujenga nyumba wewe uanda wapi? Sakafu? Utamimina sakafu? Hatua ya kwanza, yani kabla hujajenga kuta, utaiweka wapi sakafu ile? Tanena, siwezi kumimina sakafu mpaka niwe na nini? Na kuta. Na kuta utazijenga juu ya nini? Wewe utanena, siwezi kujenga kuta mpaka nijenge nini? Msingi. Hivi Shahid Mutahhari asema yatakikana katika kuitambalia hii dini uitambalie kwa mipango, usirukie zitu kabla hujajenga misingi, utakwenda nazo msobe. Kama sakafu uloijenga yula kuta zisokuwa na msingi, upepo kidogo ukivuma itafanya nini? Itatingisika. Kwa utakuta hapa mtu utamuona amepata thakafa kidogo ya kidini, amefahamu kidogo lugha ya Kiarabu, amekuwa aweza sasa kunena aya hii ina maana kadhaa na aya hii ina maana kadhaa. Mara utamuona huyumba kwenye kutoa maamuzi ya kidini. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu wake hauna msingi, ukotili. Nani hatari? Ndio ile tunasema elimu ya mrambo, au alivyoyabiri Imam Husaini, dini ya mrambo, wa dinu la'iqun ala alsinatihim, na dini ni mrambo tu, kama kuonda chumvi kwenye mtuzi. Sasa pia kuna elimu za mirambo, kwamba wewe umesoma nahul wadhi, sijui umesoma khulasatul mantiq, sijui umesoma kadha, ukishtuka umeanza kutabani afkar khatira. Kwa hiyo Shahid Mutahhari asema anda na msingi wa kwanza ni nini? Ma'rifatullah. Aendelea asema kitabu pia huandikwa kwa chapter, na wasomea Kiswahili moja kwa moja. Kuna chapter 1, chapter 2, yani faslul awwal, faslul thani. Pengine utapata kitabu kizima kina milango 10 na ngapi? 12, na kila mlango umewekwa kwa mpangilio uwe wa kwanza ili ukuingize kwenye wa pili. Ukirukia kusoma mlango wa 8
Ukianza kitabu umeanza chapter ya ngapi? Ya 5. Utakwenda kutoka na matokeo ya makosa katika kitabu kile. Ndio leo nataka kuwahusia nafsi yangu na nyinyi, nataka kuwatahadharisha na baadhi ya matatizo ya mitandao. Ni uzuri mimi, ingawa mara nyingi niko dhidi na fikra hii na husumbuana sana na baadhi ya watu. Kwa baadhi ya watu kuambia social media haifai kuzidi dakika 3, dakika 4, kulingana na falsafa ya utangazaji wa social media. Yataka clip ukituma mathalan isizidi dakika 3, dakika 4. Kino ustadhi, sasa wewe lecture zako dakika 50, 55, watabu watu hawawezi kufuata. Watu leo wataka asikize dakika 2 hoyo, na ndio utaona watu wana tabia hii ya kukatakata. Khutba umeizungumza wewe dakika 50, imekwenda kutundwa kipande katikati, imekatwa kwa dakika 1, kimerushwa mitandaoni, watu wameanza kuteremka nacho. Hakikupi taswira kamili ya fikra ya nani, ya mzungumzaji, na ni hatari. Mara nyingine aweza kuwa mzungumzaji uko kwenye kunukuu fikra za watu wengine, kisha azijibu, wewe ukenda ukamnukuu ni yeye hunena maneno yake. Kama mathalan mimi juzi nilipokuwa namnukuu baadhi ya wale wakanusha Mungu, ule alonena Mungu hakuna. Kwa nini? Asema tumeona magari yakiundwa wapi? Ziwandani. Sijui tumeona kadhaa. Hunu ulimwengu hatujauona. Pap, ikate clip mpaka hapo irushe. Ya jamaa mzee kufuru. Na jamaa wataanza kushuka na wewe kutukana. Hatari. Kwa hivyo mmoja katika sifa ya Muislamu hapa, ukipata habari kama hizi, fatabayanu, itafute lecture kamili, msikize mtu kutoka mwanzo mpaka mwisho alikuwa akusudia nini kwenye kipande kile. Wale injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum, mtakwenda kujuta kisha. Hatari. Na siku hizi, na kuna watu huteza hasa mtezo huu, si hapa kwetu tu, ulimwenguni. Kuna baadhi ya ulamai wakubwa wamelipa thamani kubwa, wametolewa fatwa mpaka za kukufurishwa kwa sababu yamekatwa maneno yao zipande, yakatukuliwa yakapelekwa kwa wanazuoni wakubwa. Wanazuoni wakatoa fatwa huyo shartadi kwa sababu ya kipande cha nini, cha dakika 1 ama dakika 2. Kwa hivyo tuweni na hadhari sana na kusikiliza hizi. Najua watu wa siku hizi wapenda haraka, wapenda dakika 2 kuisha, taka haraka ushafika kwenye natija, uantabu. Dini ndugu zangu si hivyo, tafadhali. Dini ni jengo kubwa, la anza kwenye misingi, likajengwa kuta, likajengwa sakafu, likatiwa milango na madirisha, likapakwa na rangi na decoration, mpaka likakamilika, ndio ukaweza kutoka na taswira. Na hii ni kazi ya kufanya kwa muda mrefu. Ndio Imam Ali akamwambia awwaluddini ma'rifatuhu, mwanzo wa dini tufanye ni bidii kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, tuko katika sehemu ya kwanza, mahusiano ya mja na Mola wake. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni nini? Ni maarifatullah, na jana niliwaelezea barnamiji zinazotakikana zifanywe. Pili, al-imanu billah. Baada ushawafanya jamii ya Kiislamu wamemuyua Mwenyezi Mungu, sasa pana kazi kuwajenga wamuamini Mwenyezi Mungu walomuyua. Na hapa pana utata kidogo baina ya kuyua na kuamini. Watu wengi huona kuyua
ndio kuamini na kuamini ndio maarifa. La, hizi ni stage tofauti. Maarifa ni nini? Kukijua kitu kwa lugha ya Kiarabu ni inkishafu alwaqi, kitu yani kimekuwa wazi kwako. Moto uno naujua hunu nini, ni moto. Wachoma najua huu moto ufanya nini, wachoma. Anta taarif paka hapo basi. Lakini imani ni nini? Imani ni mahusiano yako ya kimoyo na kiitikadi ya kile ulichokiua na matapiko yake ya kizitendo kama matunda. Hapa mifano utayaelewa uzuri sana. Leo yule anayetumia drugs, Mwenyezi Mungu awalinde vijana zetu, yule anayetumia drugs hajui kwamba drugs ina madhara? Yaarifu au la yaarifu? Mbona hawati? La yumin. Hapa ndipo tofauti. Hana imani, anao maarifa lakini hana nini? Hana imani. Ni mangapi sisi twayayua hutudhuru, lakini naufanya nini? Na uyafanya. Ni mangapi wewe sasa yao keti na kila mtu mwambie, wajua kusoma ni muhimu, nataka utwalia vijana wote, utakwambia ni kweli kabisa. Ukitoka henda kutwalia. Sababu gani? Kuna maarifa lakini hakuna imani. Imani ndio inaokupa msukumo wa kufanya. Maarifa hayakupi msukumo wa kufanya. Na hapa ndipo tutaka tujue vizuri sana. Haitoshi kuwaelimisha jamii kwamba itaendelea, bado. Yaweza ukampata mtu ni profesa katika sekta fulani, lakini hajabadilisha chochote katika yale yayuwao yeye katika maisha yake. Hajaweza kuibadilisha. Elimu yake iko wapi? Iko kwenye kichwa chake. Niwatolea siku moja kile kiswa cha ule profesa. Aliingia kwenye kaa mamia na maelfu ya watu, mwana sayansi mkubwa ulimwenguni, nadharia zake zatumika kila mahali. Akawa lecture yake ni kuzungumza madhara ya sigara katika maisha ya mwanadamu. Akaanza shuka na muhadhara, na amekuja na zile vitwaje, slide show na pafu namna analolionyesha, unavyo analyze moshi unavopita kwenye kifua, namna unavoharibu pafu lako, namna unavoziba mishipa yako ya damu, namna unavosababisha pressure, namna akaya mpaka namna unavoathiri mpaka uwezo wako wa kijinsia kama mwanamume. Basi akipata katikati simandi ya Qur'ani, wakaanna ala ruusihim, wale watu walioko kwenye kaa utafikiri yule zitwa zao kumetua ndege kinya, kila mmoja ametoa mato kama zikombe za kahawa. Akisikilia katikati jamaa wanena kulianda mmoja uvuta pakiti ya nini ya sigara, akizikatakata akifanya nini, akitupa ule ananena yo bas tosha, sivuti tena, sitaki tena. Paka akamaliza muhadhara wake, watu wote fanya nini, umpigia makofi na wampa congratulation kwamba leo nini. Yeye akimaliza muhadhara, kulikuwa kuna glasi ya mai pale amewekewa, akatunda glasi ya mai, akanwa, akavuta mkono, akatoa pakiti, akatoa sigara, akavuta. Sijui mmenielewa vizuri sana. Alivuta nini? Pakiti. Alikuwa mai mando, maliza muhadhara wake, akavuta sigara yake, baada kaitia, kawasha na nini? Na kibiriti. Sasa mbona jamaa, kama kuna mtu na swala lolote sasa aweza kuniuliza. Sasa niwaulize suala. Huyu kana yaarif au la yaarif? Anayo maarifa ya sigara vizuri ama hana? Kwa nini hakuweza kuiwata? Kwa sababu la yu'minu bima ya'rif. Haamini
anachokijua. Si umeona tofauti sasa? Kwa hiyo si maana tu mtu kuyua ukamwona mtu wewe ni alim, ni profesa sijui nani kwamba atafanya, la. Naam, nisifahamike makosa. Imani haipatikani bila ya nini? Ni mukaddima, wa ila itakuwa ni imanun a'ma, imani tongo. Kwa hiyo imani tongo, naamini, waamini nini? Siyui nacho, haiwezekani. Kwa hivyo lazima mwanzo upite stage ya kwanza, umuyue Mungu. Baada ya kumuyua haimaanishi usamwamini, umuamini. Na ndio utakuta aya yasemaje katika suratul Namli aya ya 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, walizikanusha lakini walikuwa waziyua ilma al-yaqin. Hapa imekusanyika baina al-kufri ambao ni kinyume cha iman na baina al-ma'rifa, yamezoelezwa kwa neno la yaqin, istaiqanatha. Wewe utastaajabu Bernard Shaw. Bernard Shaw ni Mwingereza, ni mwana literature mkubwa katika karni ya 19 kama sikukosea. Google jana muangalie maneno amezonena Bernard Shaw kuhusu Mtume Muhammad. Ghariba ajibu. Hata mimi na wewe kwenye maulidi ya mfungo sita hatuyanena maneno yale. Anta nurun fawqa nurin, si tunazalia yetu ya kumsifu Mtume ile, anta shamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahu. Bernard Shaw amenena zaidi haya, na mpaka amekufa ye hamuamini kwamba ni mtume. Katika maneno yake mamoya anaomnukuu al-Allama Abdul Hamid Kishki katika baadhi ya khutba zake, katika maneno anayomnukuu Bernard Shaw anena, lau dhahara Muhammad fi asrina hadha, lau Muhammad atadhihiri zama zetu hizi kwa kadri ya kunwa kikombe cha kahawa. Kikombe cha kahawa jamanini, ufungiwa madini, wewe ukikinwa kile kikombe cha kahawa utumia dakika ngapi? 5 kama uwezi moto tutakupa. Lakini kuna wengine mashallah kwa dakika moja huwa kimezia. Sio, lakini kuna wale ambao midomo yao haiyazoea moto. Tukupe dakika ngapi? 5. Bernard Shaw asema lao itawezekana tumuombe Mungu amrudishe mtumi kwa dakika 5 peke yake, atatatua matatizo ya ulimwengu yote. Huyu anenao maneno haya ni nani? Bernard Shaw, si Muislamu, na ameishi na haya ni mamoya, na amenukuliwa tungu mzima. Kuna zitabu, maneno uvuta maneno nisiwachokeshe, napenda pia mwandugu kazisome. Zitabu zaitwa qalu anil islam, kuna na kingine chaitwa qalu an Muhammad. Yamekusanywa maneno ya wasokuwa Waislamu walozungumza kuhusu Uislamu. Ahmad Khalili hivi jina lake muallif, Ahmad Muhammad Khalili kama sikukosea, Mlibnani. Wasema qalu anil islam, wamesemaje kuhusu Uislamu. Jingine asema qalu an Muhammad, walionena kuhusu Mtume Muhammad. Waqian utashangaa wallahi, walivyokuja kuzungumza Qur'ani, sharia ya Qur'ani, kanuni za Qur'ani, na fi natija wamekufa makafiri, hawakusilimu. Kwa hivyo hawa maarifa walikuwa nayo ama hawana? Walikuwa nayo, lakini imani sasa hapa wallahi nataka kwenda mbio, siwezi. Watatusomeni kile nitakachokubahatikiwa, kama sikuweza kuimaliza mada tutaiangalia siku nyingine. Nataka niwaoneshe sasa tofauti ya education ya secular na malezi ya kidini. Katika kitu kikubwa ambacho kimekosewa katika secular education ni kumlea mwanafunzi tu umuhimu ayue anachosomeshwa. Mwalimu hana dauri lolote lake, hata aingie kusomesha kwa chupi. Katika zitu zinaojenga imani ni wakati ukimpa mtu maarifa,
uyaoanishe maarifa yale na maadili na values, yasiwe ni maarifa. Usimfundishe tu mtu mathalan masala ya kisayansi, lazima yafuatwe na wave ya kimaadili. Anayeweza kuyafuatisha masala yale na wave ya kimaadili nani? Ni mwalimu. Kitu cha kwanza ni personality yake, ni mtu aina gani. So leo aweza kuwa ni mlevi, lakini kwa sayansi ni hodari sana, ama hakuna maneno. Kisha jana wale wayua huyu mwalimu usiku sisi humpiga kwa mawe kutoka Ziguneni. Sitaki kutaya maina mimi, lakini tulipokuwa vijana tu yayua mambo haya. Huyu usiku sisi ni saa kule klasini asubuhi, usiku sisi humpiga kwa mawe. Atoka wapi? Atoka. Lakini ni katika mwalimu best, somo lake ndio kutoka namba 1 katika sayansi. Sasa kijana huyu utamlea vipi atanganye maarifa na kuamini anachosomeshwa? Tupo vizuri sana. Ndipo pale ukaja ukaona Uislamu, sitakuyatangulia mambo, umekuja kutilia mkazo ni mwalimu gani atampa maarifa kijana. Kwa sababu Uislamu hauyaangalii maarifa peke yake, maarifa yafuatwa na mambo mingi yakati yakipelekwa. Mmoja ni personality ya mwalimu anayoyasomesha. Tumeelewa vizuri sana? Nafikiri mtapanua sasa mifano tele hizi. Sasa masala leo ndio tumekuwa na watu ni muthaqafin, wana maarifa, waweza kuanalyze, lakini zitendo zao ziko mbali na maarifa kwa sababu ya halalun. Kuna mwanya wa malezi, kuna mwanya wa system inayomlea. Ni system yataka kumfanya kijana kama kompyuta, kudownload tu, kumprogram. Hakuna atifa, emotional ziko wapi? Akhlaqi ziko wapi? Hakuna zitu kama hizo. Ndio hapa sasa Mwenyezi Mungu atakwambia baada ya kumjua Mwenyezi Mungu maarifatullah, stage ya pili inakuja nini? Al-imanu billah. Wale maswahaba walikwenda kuulizwa, nyinyi mtume alikiwasomesha yeye? Sikilizani vizuri sana. Ala, tuelezeeni klasi yenu ukiwa kwa mtume mlikisoma vipi? Wakasema 10 ayatin 10 ayat. Nataka tujue jamaa, wale Waarabu wa zama zile ambao lugha ya Kiarabu imefika kilele, si hao wayeo wa weshwesh. Upo jamaa nini vizuri sana. Bali ni Waarabu, hawahitaji kufasiriwa haya maneno ya Kiarabu kama sisi. Wao wenyewe makamusi. Asema tulikuwa tukisomeshwa aya 10, hakuna zaidi. Mkirudi siku ya pili utiliwa mbea nena hata nataalama, mpaka mtume hakikishe tumeyajua yaliyomo ndani na tumeyatekeleza. Sikiliza hapa. Sio tu tumeyua yaliyomo ndani ya zile aya 10 na waamilna biha, na tumeyatekeleza. Ndipo atuambia hapo sasa mahitaji kuongezwa aya 10 nyingine. Kwa hivyo siku program maarifa tu, ni kuingiza maarifa kwa kijana na kwa jamii, na kuijenga jamii, kuipa msukumo wa kwenda kuyatekeleza maarifa yale. Ndio katika kuisifu imani Mwenyezi Mungu akaifananisha na mti. Tashbihi mzuri sana. Shamba yako eka 10, katie miti isokuwa na matunda, isotoa matunda, ina natija? Lakini miti inayo ama haina? Si kila atakao kupita tanena shamba yake imeshona sawa sawa, yule shona hakupitiki. Ndio elimu tulionayo sisi leo, kitwa kimeyaa hakupitiki ndani, lakini matunda wale amezungumza na mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha
wa far'uha fi as-sama tu'ti ukulaha biidhni rabbiha. Mfano wa neno zuri, kalimatun tayyiba, yani la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, yani iman, yani maarifa. Yanapokuwa kuna maarifa yenye iman, yanakuwa ni kama nini? Kashajaratin tayyiba, ni kama mti mzuri. Asluha awwalu dini maarifatuhu, mizizi imepiga kisawasawa kwenye akili, yani amekita kimaarifa kisawasawa. Hiyo ndio ya kwanza, awwalu dini maarifatuhu. Asluha thabitun fil ardh wa far'uha, lakini na utandu wake hudara mbinguni huko, hutiririsha matunda mpaka huyu yatundeye. Tu'ti ukulaha, tu'ti fil mudhari istimrar, saa zote watoa nini? Matunda kila wakati. Hayo ndio maarifa ya Kiislamu yamezojengwa katika msingi wa nini? Wa iman, yanakuwa tu'ti ukulaha. Lakini maarifa yalotiwa kwenye akili yakayazwa kwa mashahada peke yake, hayana nyuma yake imani, yakoje? Wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar, ni kama jiti lilotupwa, ni mwitu ya uko kwenye shamba, umea taka na nini na matandu, hauna shina lolote wala hauna matunda yoyote. Umeiona tashbihi vizuri? Hapa ndipo tunataka tuje kwenye imani. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia katika aya nyingine, au Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aulizwa amali muumini ni nani, imani ni nini? Kizani nzuri hizi jawabu za hadithi. Ma maana al-iman? Akanena man amila bima amara Allahu bihi fahuwa mu'min. Bwana, sio man arafa, man amila, atakaye kufanya yale aloamrishwa na Mwenyezi Mungu, fahuwa ndo muumini. Kwa hivyo iman yaangalia commitment yako kulingana na yale ulioyajua, wajicommit vipi katika kuyatekeleza. Umeelewa sasa tofauti ya maarifa na imani? Sasa haya, twende nukta nyingine kabla sienda nukta ya tatu. Tushamjenga Muislamu au jamii ya Kiislamu, tushaijenga awwalu dini nini? Maarifatu. Tumeipa maarifa katika mahusiano yake. Pili, wa kamalu maarifatihi at-tasdiqu bihi, ndio al-iman. Tumemjenga nini? Iman. Impact yake ya kijamii ni ipi? Tusizungumze mambo ya theory, tuoneshe kama wana malezi. Mtu ambaye kwamba ni mwana malezi au haamini Uislamu ama haamini Qur'an, akwambia ni maneno yenu ni maneno kama mashairi tu, lakini hayana ground. Tutaka kuona impact yake, ground ikoje? Sasa nataka kuuliza, al-atharul ijtimaiya lil-imani wal ma'rifa, kuna athari gani zinaochangia kujenga jamii wakati jamii inapopewa maarifa na imani? Na athari nyingi sana. Kwanza, at-tumanina wa inshirahu sadr. Kwanza nini? At-tumanina wa inshirahu as-sadr, utulivu wa nini? Wa moyo. Na yale bidhikrillahi ala bidhikrillahi tatma'innul qulubu fa'lam anna. Mtu alojenga maarifa yake na Mwenyezi Mungu, akamuyua Mungu, narudi pale pale, akayua kanuni anazozipekeshea Mwenyezi Mungu huu ulimwengu. Kuna mtu mmoja jana anauliza swali, nataka kumjibu kabisa. Moja ni kanunul ibtila alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum. Moja ni mitihani
huyu wakati anapokutwa na misukosuko katika maisha yake, hapanic, hajiui, hajitii kinyongo, hababaiki, kwa sababu ajua yeye sunna ya maisha ni nini hapa duniani, ni mitihani, ni misukosuko. Kwa hivyo ile imani ya Mwenyezi Mungu yaja kumpa itmiinan, hataki daktari wa saikolojia. Na ndio utakuta jamanini, juzi nimewaambia maneno haya, leo ulimwenguni, ulimwengu huu wa kuondoshwa Mungu katika maisha na kuambiwa kwamba sayansi na elimu na teknolojia zimetutosha, wala hatumuhitaji nani? Mungu. Leo ndio ulimwengu umezidi mahospitali ya maradhi ya kinafsi, na wanaopekwa kwenye mahospitali hayo si watu wa kawaida, ni hao wenye elimu na hao wenye teknolojia. Kasi kubwa sana, hata demand ya madaktari wanaohitajika kwa karne zinazokuja kwa sasa kwenda mbele ni madaktari wa kutibu maradhi ya nafsi kuliko kutibu maradhi ya mwili. Na hizi ni takwimu ziko katika Umoja wa Mataifa, zifuatilieni katika magazeti, katika zombo za habari. Ni takwimu za kuwa kwetu pia twaziona athari zake, ingawa sisi tuna tafsiri zetu za kimazingaombo, lakini tatizo twaishi katika amradhun nafsia. Wajielewa, hujielewi, iko stage gani, uko na nguvu ya kupambana nayo, uko na nguvu. Hii ndio problem tunaoishi nayo. Sababu nimewaambia hapa na binti yangu, nafikiri amemaliza sasa daktari, akawa yataka kwenda kusoma masomo ya yu zaidi, specialize zaidi katika kushauriana naye moya katika optional utaua ni hii, na nenda kufanya demand. Sasa hivi iko hapa, hata katika research yake aliyofanya mwaka jana, sijui ni au mwaka huu, ni dauru dini takuwa katika ile research yake ya kugraduate, dini ina mchango gani katika jamii zetu za pwani ya mkoa huko katika kusaidia kutibu maradhi haya. Na ipo sasa. Sisi zamani alikuwa tukiamkua zunguo, upo vizuri sana. Sasa wewe utakuya kuankua neno ile ruqya shar'ia, wale ambao walikenena zunguo ni bid'a, lakini sasa imebidi warudi kwa mlango mwingine, wameamkua ye ruqya shar'ia. Si ndio zinafanywa Mombasa siku hizi? Zile wajua maana yake nini? Ni gap iko kwenye nafsi, watafuta kuijaza. Utakwenda kudirika wale madaktari wanaokutibu hospitali washishie foleni, hungoja nini? Ruqya shar'ia. Madha yani hapa, madha yani hapa? Billahi alaikum, sisi wajua hutukuliwa na hii mizozo ya kimadhahabi na nini, hatuna research. Mimi nawaomba vijana leo mlioko university na hususan mmezosomea nyanja za medicine, lishughulikieni hili jambo, liangalieni hili jambo. Sasa kwa utankua kombe, utankua hirizi, utaona kuzengia talasimu, zote zile ni faragh nafsi. Wewe waitafuta mahala kufanya nini? Kuijaza. Ulikosa kumuingiza Mungu, nafasi yake sasa itakuja kujazwa na mzimu, itakuja kujazwa na talasimu, itakuja kujazwa na hirizi, itakuja kujazwa. Sasa endelea mpaka mwisho. Lakini lau ulimiingiza Mungu mapema pale, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Sio, umefahamiana? Sasa sisi twazengea dawa za kutibu kwa yu. Sasa utaniambia ustadi, lakini sasa mimi tayari taingizani imani. Imani haipatiki shekhe kama program tu kwamba utafungua bluetooth ingie. Tumeelewa vizuri sana. Sio leo umekuwa na matatizo ndio wataka kuitia imani. Waweza, lakini ni process. Paka uikinaishe nafsi yako. Wewe wafikirisha ule Nabii Allah Yusuf, mambo ya kuota. Kizani vizuri ya jamaa, ala iweke wewe pale. Mambo ameota mtoto
atakuwa mfalume. Ala wewe na jamanini, mimi nimeota takuwa rais wa Kenya. Upo vizuri sana. Kisha jamaa akikuangalia, jamaa mwenyewe wali qardha au wali deni mtuzi qardha. Tausikilia yeye. Kisha na akawa hula dharubu, nduze wamemtosa kisimani. Ule Malik ashamnunua, amwambia nikurudishe kwenu, akamwambia nibakisha mtumwa. Kwa nini? Asema nina kazi nimepewa niwe mtumwa ndio nifike Masri. Ana matumaini yatakuwa baada ya miaka mingapi? 30. Wewe wafikirisha ikiwa hana thiqatun billah na atawakkulu ala Allah, angetahamali yale yote mpaka kwenda jela, kuketi jela zaidi ya miaka 7. Jamaa kule jela ilikuwa si hoteli wala si katika wanasiasa, si mfungo wa mwanasiasa kwamba ikiwa godoro lake kando. Ilikuwa wale penye panya na yeye akilala. Lakini muangalie ile focus yake aliyokuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana imani, ile ndoto yeye aiona kama kuona jua asubuhi. Yatakuwa tu hayo. Tabani siwaambii na sisi kesho tuwe kama Yusuf, je hizo ulaika alladhina hadahumullahu, sio fabihudahum. Lakini angalau robo ama ushuru simanda wenye kunena 10% angalau. Lakini haya ataka kuilelea nafsi yako. Sasa impact ya kwanza ya kuipa jamii maarifa ya Mungu, imani ya Mungu, wakamuelewa Mungu na kanuni zake na mambo ya kadhaa na qadar wakayaelewa kisawasawa na mipango ya Mungu. Hawa ni watu ambao watakuwa na dauri kubwa katika nini? Tatma'innul qulub. Kuna athari leo kama hiyo, ulimwengu wazengea athari hiyo. Pili, takwa. Athari ya pili ya kuwa na iman katika jamii, tutaweza kutengeneza jamii yenye nini? Yenye takwa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum, sitwaizengea hiyo takwa. Juzi msikia shekhe mmoja Mombasa, bila kumtaja jina, akitoa khutba ikanifurahisha sana, na nitamuomba msamaha, yao ni mkopi nimtabe katiti hapa, akieleza takwa, akinena katika mbinu za makosa fulani za kimalezi katika kuwalelea Waislamu, ni kuwalelea Waislamu katika mafhumu mbovu ya takwa. Kiswahili ufasiriwa hii takwa Allah, kumcha Mwenyezi Mungu, si tafsiri yake, si tafsiri ya sawa. Kwanza. Pili, wewe umchao utaketi karibu naye? Unaimcha, unaimuogopa, umsonga? Simba humcha ama humchi? Utaketi na simba, utatembea na simba, utalala na simba? Sasa hili katika moja taswira, kwa sababu sisi tumemtengeneza mwalimu ni mtu wa kuchewa, baba ni mtu wa nini? Wa kuchewa. Mungu pia ni mtu wa nini? Wa kuchewa. Mwalimu, taswira ya mwalimu bati, chumba cha panya, sio? Namna hiyo ya. Taswira ya baba nani? Baba mingia wewe, ila mmoja tini ya mvungu, sio? Taswira yake na Mungu taswira yake jahannam misato, sio? Yani ungoja tu kukuadhibu wewe tu. Taratibuni jamanini. Billahi alaika, bismillah, sura za Qur'ani ni ngapi? Sura za Qur'ani ni ngapi? 114, sio? Kila sura imeanza na nini? Isipokuwa suratu Baraa, suratu Tauba. Baraatun ndo haina bismillah. Kwa hivyo tuna bismillah ngapi? 113.
Ukiongeza na iliyoko katikati ya suratul Namli, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, zimekuwa ngapi? 14. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika kila mwanzo wa sura akariri Rahmanur Rahim mara ngapi? Mwenyezi Mungu katika kila sura hujaianza atakaukariri nini? Ar-Rahmani Ar-Rahim, sio Al-Jabbar, sio sijui kadhaa. Ataka kwanza taswira unayoiteremsha kwa Waislamu kwamba sisi tuna Mungu ni arhamu minal abi wa arhamu minal ummi. Rahma shakr. Ngia kwa Mungu kwa mlango huu, usije kwa Mungu kwa mlango wa zitisho shekhi. Si tumeelewana vizuri sana? Kwa hivyo takwa haimaanishi kumcha Mungu. Takwa katika lugha ya Kiarabu yatokamana na neno wiqaya. Wiqaya maana yake ni nini? Kinga. Tupo vizuri sana jamani? Hii hata madaktari wao wayankuao kinga. Wengine wanaita manaa Kiarabu. Kama ule yale maradhi ya ukimwi huambiwa yeye ni ukosefu wa kinga wapi? Mwilini. Kwa hivyo watakikana mwanadamu awe na nini? Na kinga mwilini. Na takwa ni kinga akilini mwako, ni kinga kwenye hisia zako, ambayo yakinga akili yako isiathirike na fikra potofu, isiingie maradhi, virusi vya maradhi kwenye akili yako, kwa sababu ina kinga za kisawasawa. Si tumeelewana vizuri sana? Si ndio leo tuambiwa katika tabu kubwa ya haya maradhi ya corona, virusi vya corona huwaumiza zaidi wale watu ambao immunity yao iko nini? Iko dhaifu, sio? Mtu ambaye ana maradhi ya sukari, sijui ana maradhi ya figo, sijui ana nini, sababu immunity yake iko dhaifu. Kwa hivyo ikiwa immunity yako iko dhaifu, ukipambana na virusi wafanya nini? Sasa na kuna immunity ya akili pia. Ikiwa akili yako haina kinga za kutosha, ukipambana na fikra potofu kidogo tu za kutukua, ndio Mwenyezi Mungu akanena fi qulubihim fazadahumullahu. Maradhi gani yale? Malaria? Si malaria, ni maradhul uqul, ni maradhul afkar. Sasa ataqwa ni ile kinga alotupa Mwenyezi Mungu ya kimaumbile, ile niloita katika darasa zilizopita, fitra yako, irada yako, dhamiri yako, an-nafsul lawama. Juzi tulioambiwa Mwenyezi Mungu amekuumba nazo, kama virusi veupe vya kinga umeumbwa nazo kwenye damu yako, lakini wazifanya nini? Wazitia nguvu, uziingizi. Ukizaliwa umezaliwa nazo, na kinga za akili ukizaliwa umezaliwa nazo, lakini ni vipi utazipa vitamin zifanye nini? Zikuwe na ziboreke. Utazipatia kupitia takwa. Hiyo ndio takwa. Haina maana kumcha Mwenyezi Mungu. Ni mambo gani? Sasa rudi kwenye Qur'ani, angalia kila mahala palotumika neno takwa, nyuma yake kumetajwa nini? Saumu. Kwa hivyo saumu ni moja, huboresha kinga. Ndio kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sijui kadha la'allakum tattaqun, if'alu kadha la'allakum, mathalan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun wattaqullah. Kupanga, kufikiria mustakbali wako ni moja ya kupa kinga. Ni nini maana ya kufikiria? Kabla hujataka kufanya jambo lolote, piga hisabu, kuna matokeo gani hapa? Yatanidhuru, yataninufaisha? Ikiwa ni mtu wewe, wapiga hisabu kabla ya kufanya mambo. Mara nyingi hutongia katika kuathirika, utakuwepo kwenye nini? Kwenye kinga. Moja katika kinga imetajwa katika suratul Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna. Ndoa ya kusaidia kukupa kinga ndio ile ya maashara
Mumehifadhi hadithi vizuri ha? Alaisomeni mpaka mwisho, muangalie kinga iko ya ma'shara shabab man istata'a minkumul ba'ata fa innahu, kinga ya mato hiyo, sawa. Wa ahsanu, kinga ya tupu hiyo. Wa man lam yastati', rudi kwenye kutiba alaikum, utafute takwa. Umenielewa jamani? Hadithi nyingine msomewa kwenye nikaha kila siku, man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad, wiqaya hiyo, takwa hiyo, faqad waqa shatra dini falyattaqillaha, ashaweka kinga nusu ya dini yake. Sasa nenda katafute na kinga katika nusu ya dini nyingine. Umeziona takwa hizo? Kwa hivyo takwa si kumcha Mungu kwa maana ya kutisha Mungu na jahannama ukimbia, la, ni kutengeneza hizi kinga. Na moja katika athari ya imani hukutengezea kinga. Ndugu zangu, ukauona moto Mbeya, ukayua huno ni moto, na ukaamini moto ufanya nini? Utanyosha mkono. Kwa hivyo kinga unayo ama huna? Umeipata vipi kinga? Kwa sababu ulijua mando ule ni moto, kisha ukaamini kwamba moto, kwa hivyo huwezi. Ndio ile Mwenyezi Mungu anasema kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahim. Hakuna mtu angekurudia maasi, ungaliuona ni moto ule hasa waka. Hata ukatiwa turura kutaka kupekwa, wewe mwenyewe hutaki kusonga. Kwa sababu gani? Umefika katika marhala ya maarifa na iman, waiona jahannam hapa duniani kabla hatujaenda akhira. Shekhe, kuna auliyaullah watembea duniani wauona moto wa jahannam. Na haya si masala ya kisufi wala ya nini, haya yazungumzwa na Qur'ani. Asema kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahim, hapa duniani. Karina, kwa nini nene hapa duniani? Kwa sababu kuna na kuona mara ya pili. Mungu ametaja thumma, kisha huko akhira, latarawunnaha thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Daktari, nimalize hizi dakika mbili nisimame hapa. Daktari alobobea katika mambo ya virusi na mambo ya uambukizaji na mambo ya mazingira, anapoketi akakiona kijiko kimeanguka kwenye uchafu, yeye huwaona wale jarathimu kwa ile elimu yake, ama sivyo jamani? Yeye huwa pale pale amekalkuleti kile kitabu, kile kijiko kimeanguka pale mtangani hupita maguu, pale kuna jamsi sijui kuna nini. Kwa hivyo akawa aziona zile athari zote. Sasa kuna na hizi jarathim za naru jahannam zataka tuetwa ziona hapa, uone urongo ule unapokuwa na jarathim, uone aklu mali yatim vile vile anapokuwa na nini na jarathim, uione zinaa hivyo, uone kila ubaya hivyo, ndipo pale unakuja thumma latarawunnaha thumma latusaluna. Tutasimama hapa insha Allah taala, kesho tutaendelea. Dakika moja tu, kuna suala rahisi nimeulizwa, japokuwa liko nje ya mada. Huyu ameniuliza kwamba kuna wale watu watatu katika maswahaba waliosamehewa katika ile aya ya suratu Tauba aya 118 nao wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alayhim anfusuhum, mpaka mwisho. Ilikuwa katika zita za Tabuk alopigana mtumi katika miaka ya mwisho, alikuwa anapigana na Warumi. Alipokuwa watoka watu kwenda kwenye zita, wanafiki wakaanza kazi yao ndani ya Madina kutia propaganda na kuvunda watu moyo. Ikabahatika, sikilizani vizuri sana, ikabahatika kuna maswahaba watatu hawakuwa katika grupu la wanafiki, wala hawakujua kamwe wao kuna mipango ya wanafiki hupanga kufanya nini, kuketisha watu. Wao wenyewe walikuwa wanazishamba zao kama wanavyonena, wamezilima na ikawa ni wakati wa vua sasa, huteremka
na ndio kumepigwa mbia hutokewa kwenda wapi? Jihad. Anavyoeleza mwenyewe Kaab, mmoja ni Kaab, asema mimi kanena tangoja siku 2-3 kama mpate kutiatia mbeu, zikishakwenda kushika tawatia zijana talipata tu jeshi aliyasikilia mbali. Sijui umeelewana vizuri sana, lakini kwa bahati mbaya wasipate zile zita. Nataka ufahamu huku mtumi amepigwa mapande na wanafiki kule kwenye zita, akateremshiwa aya. Ndio hawa sasa anavyoeleza mwenyewe, manake ameniuliza ni nani na nani. Wa kwanza ni Ka'b ibn Malik, sahaba wa kwanza. Wa pili ni Marara ibn Rabi'a. Wa tatu ni Hilal ibn Umayya, kama sahaba wa tatu. Sasa hawa walipokuwa wamekosa mtumi hurudi, wakahupanga sasa tutamjibu nini? Hatukwenda sisi zitani, na ni katika madhambi makubwa. Kawa wajaribu kupanga urongo. Kaaba asema kila kitaka kupanga urongo nafikiria nikimkabili uso wa mtumi, ameniuliza nitaweza yeye kumwambia urongo. Finatija alipokuwa mtume akamwambia kweli kitorobe, omba ya Rasulullah, hatukutoka tulikuwa tunazishamba zetu na nini na mufasirina manena ukweli wao ndio uliowasaidia kupata toba. Ukweli wao ndio uliowasaidia kupata toba, lakini toba hiyo waliipata baada ya muda, si siku ile ile. Baada ya mtume kuwasikiliza wakataja udhuru zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, na ngoja amri ya Mungu kuhusu nini. Amri ya Mungu ikawa nini? Wapige mkato, watengwe yani katika jamii. Hakuna ruhusa kunena nao, hakuna ruhusa kuzungumza nao mpaka wake zao. Akiamaskani akiketi jamaa wote huondoka katazama. Akiingia mahala wote hutoka humatia. Paka mwenyewe anena Kaabu, ardhi ilivyokuwa pana litamani, sio swali na yeye, litamani ardhi ipasuke tungeenda. Ndio ile hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu akateremsha aya, ndio akanena laqad taba Allahu kwa mtumi wa alal ladhina khulifu wale wa ala thalatha, ika specify sababu wale wengine kuna grupu kubwa la wanafiki. Mwenyezi Mungu akawataja wangapi? Watatu kwa hisabu, wa ala thalatha. Ndio siku ile Kaabu aliotoka uteza ngoma, alipopewa bishara toba imeteremka, akaenda akamtuza mtumi nini kishali chake. Na ndio wengine wanena ndio alotunga yale mashairi yale, banat suadu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu, paka kamsifule mwanamke haifaun muqbila ajzaun mudbira, akikukabili matumbo pesa, akikupa nyongo kiuno pembe. Sio ni mashairi yanazungumza mbele za mtume hapa, asema ajza haifaun muqbila ajzaun mudbira la yashtaki minha tulun wa qisarun wala tulu, si mrefu si mfupi, akasifu kumbe yuwasifu atakakuja kushuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Inaitwa baraka istila. Haya ndio watu watatu walosamehewa katika mambo haya. Inshallah maswali mengine tutayajibu kesho. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.